Tunaingia katika stori yetu mpya inayokwenda kwa jina la Siri ya Mtungi. Jako ni mwanaume mwenye watoto watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume. Remi alikuwa mtoto wake wa kiume, Everine dada yake anayefuata baada yake, Eviana dada yake wa mwisho, na mkewe alikuwa anaitwa Ivana. Jako alikuwa na utajiri wa kumtosha na familia yake, vitega uchumi vingi na vyote vikiwa vinafanya vizuri. Kwa hiyo kwa upande wa maisha yao walikuwa na maisha mazuri sana, shida ndogo ndogo hawakuwa nazo. Kutokana na pesa zake, Jako alikuwa na tabia ya umalaya sana. Mwanamke yeyote aliyekuwa anamtaka alikuwa anampata, kwa sababu hakuwa na mkono wa birika, alikuwa anamwaga pesa. Tabia yake hiyo ya umalaya ilikuwa inasababisha agombane sana na mkewe, maana Ivan mara kwa mara alikuwa anafuma message za michepuko ya mumewe kwenye simu ya mumewe. Sasa miaka ya nyuma Jako alikuwa akifumwa, alikuwa anaomba msamaha kwa mkewe na kumwambia kuwa haitajirudia tena. Ila alikuwa anarudia mara kwa mara na kila akifumwa alikuwa anaomba msamaha. Ila sasa hivi alikuwa ameota mapembe. Anafanya ujinga wake na hata mkewe akiona alikuwa haombi msamaha wala nini. Zaidi alikuwa anamwambia kuwa kama umechoka kukaa hapa basi unaweza kwenda kwenu. Hayo ndio yalikuwa majibu ya Jako kwa mkewe. Ivan alikuwa anachoka sana kwa majibu ya mumewe, ila alikuwa anashindwa kuchukua maamuzi kwa kuona atawatesa watoto wake kwa kulelewa na mzazi mmoja. Hivyo alijikuta akiwa anavumilia mambo ya Jako. Siku ya leo Ivan alikuwa yupo mezani muda wa usiku akiwa anakula chakula na watoto wake pamoja na wafanyakazi wao. Walivyomaliza kula wakarudi sebuleni kuendelea kuangalia TV. Na hapo ndio Jako akafika nyumbani. Ila Ivan alishangaa kumuona mumewe alikuwa amekuja na mwanamke hapo kwao. Ivan alienuka na kuanza kumwangalia yule mwanamke. Kabla hajaongea kitu Ivan na Jako akasema, "Unashangaa nini? Huyu unayemuona hapa ndio mke wangu kwa sasa hivi. Kwa hiyo wewe chukua vifaranga vyako uondoke hapa nyumbani kwangu." "Unaongea nini Jako?" aliuliza Ivan huku akiwa na mshangao mkubwa sana. "Hujasikia au hujaelewa?" "Sijakuelewa unaongea kuhusu nini?" "Baby, nimechoka sana. Nahitaji kupumzika. Mtoto wako humu tumboni ananisumbua." Aliongea yule mwanamke ambaye amekuja naye Jako. Ivan akashangaa sana na kuuliza, "Ina maana huyu mwanamke ana ujauzito wako?" "Hilo sio swali, nijibu, pigia mstari. Alafu naomba uondoke hapa nyumbani kwangu sasa hivi. Tena sio uondoke peke yako, bali unatakiwa kuondoka na hivi vidubwashika vyako." "Ha, Jako, unanifukuza na watoto saa hizi usiku? Ulihitaji nikufukuze saa ngapi?" aliuliza Jako kwa kiburi. Ivan hakujibu kitu. Jako akaendelea kusema, "Mama kei wangu hawezi kulala nyumba moja na wewe. Hivyo unatakiwa uondoke hapa haraka iwezekanavyo." Ivan alishusha pumzi na kusema, "Lakini kumbuka mimi ni mkeo wa ndoa." "Bwana we, ndoa nini bwana? Kwanza sasa hivi hata Wakristo tunaachana vizuri tu. Nilikuoa ndio, ila kwa sasa hivi nimekuchoka. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Naomba basi uniruhusu nikalale hata chumba cha wageni." Baba K, mimi siwezi kulala na hapa na huyu mwanamke." Aliongea huyu mwanamke aliyekuja na Jako. "Umesikia alivyoongea mke wangu? Hataki kulala na wewe ukiwepo kwenye hii nyumba. Naomba usimgasigasi. Naomba tuache tupumzike kwa raha zetu. Lemi, hebu wachukue wadogo zako mkalale chumbani kwenu." Aliongea Ivan, lakini alishtukia akapigwa kibao kikali cha shavu na mumewe, huku akisema, "We mshenzi nini? Yaani mimi nakwambia uondoke na watoto wako alafu wewe unawaambia wakalale. Kwa hiyo unanidharau ama?" Aliongea Jako kwa hasira sana. Muda huo Lemi na wadogo zake walikuwa wanalia sana baada ya kushuhudia mama yao akiwa kachapwa kibao kitakatifu. "Mume wangu," aliongea Ivan kwa uchungu sana. "Toka bwana." Mume wangu, mume wako nani? Toka hapa." Alikuwa anaongea kwa hasira Jako. Huku kafungua mlango na kumtupia nje mkewe. Alikuwa anaongea kwa hasira Jako, huku kafungua mlango na kumtupia nje mkewe. Ivan alikuwa analia sana baada ya kubamizwa chini kwa hasira na kuumia. Akiwa analia pale alimuona Jako akiwa kawashika Lemi na wadogo zake nao pia aliwatupia nje bila ya huruma. Wote walikuwa wanalia sana. Jako na yule mwanamke wake aliyekuwa anaitwa Lea waliingia ndani chumbani kwa Jako. Waliingia ndani chumbani ambako wanakutumia Jako na mkewe. Huku nje wasichana wakazi wa Ivan walitoka nje kumchukua Ivan na watoto wake
ili warudi ndani kwa siri wakalale. Ila Ivan alimuomba mmoja wa wale wasichana akamletee simu yake ambayo aliacha kwenye sofa sebleni. Yule binti alienda ndani na kuchukua simu ya Ivan na kumpelekea nje. Ivan alichukua na kutafuta namba za kaka yake, alafu akampigia huku bado anaendelea kulia. "Halo kaka Ivan." Aliongea Ivan baada ya kaka yake kupokea simu. "Ivan, una shida gani?" aliuliza Ivan kwa mshtuko kidogo. "Kaka, Jako kanifukuza nyumbani na watoto muda huu." "Kakufukuza saa hizi usiku?" "Ndiyo kaka." Ivan akasikika akiwa anahuzunika sana na kusema huyo jamaa kweli hana huruma. "Okay. Nakuja hapo. Nakuja sasa hivi kuwafuata." "Sawa kaka." Alimaliza kuongea na kaka yake na kuambia wafanyakazi wake kuwa kaka yake anamfuata, kwa hiyo haina haja ya yeye kurudi ndani, wao wakapumzike tu. Basi wafanyakazi walirudi ndani na Ivan akabaki pale na watoto wake. Baada ya muda mrefu kidogo gari ya kaka yake iliweza kufika, akawachukua na kuondoka nao nyumbani kwake. Kulikucha asubuhi, Lea aliamka na kuelekea jikoni ambapo aliwakuta wadada wa kazi wakiwa wanaendelea na usafi. Asubuhi hii alianza kukagua mahotspots Lea kwa lengo la kuangalia chakula. Hakukuta chakula cha aina yoyote ile, ikabidi aulize, "Ina maana bado hamjapika mpaka sasa hivi?" "Kwani saa hizi ni saa ngapi?" aliuliza msichana mmoja na mwingine akajibu, "Saa 12:30." "Kwa hiyo kama ni saa 12:30 ndio maana hampiki?" "Hapana, hatujamaanisha hivyo. Maana yetu ni kwamba hatujui ratiba zako za kula. Hatujui ratiba zako za kula asubuhi. Tulishazoea ratiba za dada Mama Remi. Yeye huaga hanywi chai asubuhi namna hii. Nyie mkome. Mmesikia nyie? Tena mkome aswa. Hapa nipo mimi, hayupo huyo dada yenu Mama Remi. Mimi nataka mkiamka mpike chai. Na kama mna shida na Mama Remi, mfuateni alipoenda." Aliongea Lea kwa hasira sana na kutoka mule jikoni. Mabinti wakabaki kuangaliana tu usoni na mwisho wakaanza kucheka. Mara kaingia Jako mule jikoni akiwa na hasira kweli kweli. Wafanyakazi wake walimsalimia lakini hata salamu hakuitikia. Akaanza kuongea, "Sikieni niwaambieni, mpo hapa kwangu kwa ajili ya dhiki zenu. Na mnatakiwa muishi vizuri na kila mwanamke nitakayemleta humu ndani. Kwa hiyo basi, kama mnajiona hamtaweza kuishi humu ndani na Lea, basi naomba mkusanye vinavyowahusu muweze kuondoka kwenye hii nyumba. Anayejiona anaweza kuishi na Lea, basi abaki na afanye kile Lea anachokitaka. Ila kama hamwezi kufanya Lea anachokitaka, njia nyeupe, ondokeni zenu." "Hapana kaka, tunaweza kuishi naye," walijibu kwa pamoja. Jako akatoka jikoni na kurudi chumbani kwake. Baadaye Jako akaenda kazini, akamwacha Lea na wafanyakazi wake. Muda wa jioni Lea akapata taarifa kuwa maduka ya simu matatu ya Jako yalikuwa yameungua na moto. Jako akapata presha na kukimbizwa hospitali. Lea alishtuka sana baada ya kupewa taarifa hiyo. Ivan naye alipata taarifa ya maduka yao matatu kuungua na moto. Hata yeye pia alishangaa sana baada ya kupata taarifa hizo na kujiuliza nini sababu za maduka yao kuungua na moto. Na alipata taarifa pia kuwa mumewe kapata presha na kukimbizwa hospitali. Ivan alimkataza mdogo wake kwenda hospitali kumuona mumewe. Ivan alikubali alichoambiwa na kaka yake, akatulia nyumbani. Huko hospitali hali ya Jako ilizidi kuwa mbaya. Ndugu walikuwa wanakuja kumuona na wengine walikuwa wanabaki hapo hospitali kwa ajili ya kumuuguza. Lakini walikuwa wanajiuliza yupo wapi mke wa Jako? Ivan, kwa sababu yeye ndo alitakiwa kumuuguza mumewe. Jirani mmoja wa kina Jako na yeye alikuwepo hospitali kumuona Jako. Na yeye ndo akawaambia ndugu wa Jako kuwa Jako alikuwa na tabia za kumpiga mkewe mara kwa mara. Na usiku wa jana alimfukuza mkewe pamoja na watoto wake. Ndugu alishangaa sana baada ya kusikia hivyo. Baadaye ndugu wa Jako alirudi nyumbani kwa Jako, huko alimkuta Lea na walimtimua kama paka mwizi. Kwa kusema kuwa huyu ndio mvunjaji wa ndoa za watu. Walikaa ndugu sebuleni na kuanza kuzungumza kuhusu Jako. Ndugu alikuwa anasema kuwa kumbe Jako hakuwa na tabia mbaya kwao tu, bali ana tabia mbaya mpaka kwa mkewe. Mjomba wake Jako ambaye makazi yake yalikuwa yapo South Africa aliuliza Jako ana tabia gani. Na hapo mama yake Jako akaanza kumhadithia kaka yake tabia za Jako. Kuwa ni mtu mwenye majivuno sana, hana muda na mtu yeyote yule na hana msaada wowote kwenye familia, ili hali yeye kajaliwa kuwa na pesa. Wakiwa wanaendelea na maongezi wakapata taarifa nyingine kuwa kuna mijengo miwili ya kisasa ya Jako imeungua na moto sasa hivi. Hapo ndugu walipagawa sana, walishangaa mno ni kitu gani hichi kinaendelea. Hapo wakaanza kuwaza kama mali za Jako ni mali za halali au ni mali zile
za masharti, mali za ujanja ujanja. Na wakaanza kujiuliza kama ni za masharti, atakuwa kakosea masharti yapi mpaka mali zake zinaharibika kiasi hicho. Wakasema ndugu kuwa siku zote Jaku alikuwa hawajali na mali zake zilikuwa haziharibiki, lakini kwa kitendo cha kumfukuza mkewe nyumbani tu mali zake zinaanza kupotea. Ndugu akajua kuwa mali za ndugu yao zilikuwa ni za masharti, ila kwenye hayo masharti mkewe naye atakuwa anahusika. Wakawa wanasema itakuwa walienda kutafuta wote, mke na mume, mali za masharti, na baada ya mume kumsaliti mkewe na kumfukuza nyumbani, huenda ndio maana mali zao zinaharibika, kwa sababu mmoja wao kamsaliti mwenzie na kutaka kutumia mali peke yake. Huo na kwa mwisho wa sehemu ya kwanza.